hapa na risala nasema Sheikh Saad al-Kandahla wa shay'un min shududhihi wa akhta'ihi fadilatu al-ustadh Muhammad Abdul Malik أمين التعليم ورئيس قسم التخصيص في علوم الحديث الشريف بمركز الدعوة الإسلامية بنغلاديش. هو من بنغلاديش amemueleza huyo amiri wa kundi alitoa mwongozo Maulana Saad ambaye matablighi wa Tanzania akiwemo mzee Asante. Sasa mzee Asante ndio amechaguliwa amiri wa matablighi Tanzania. Amekwenda pamoja na Maulana Abubakar Nizamuddin wamekwenda kula kiapo cha utiifu bai'a kwa huyu bwana Maulana Saad. Kwa haya yote yatakuwa kwenye part 2. Wala wasema part 2 inafanyaje? Inafurahisha kuliko part 1. Kundi hili yani Jamaatu Tablighi limeasisiwa. Hili ni kundi limeasisiwa na mtu anaitwa Elias ibn Ismail, lakini wana nickname yao ile. Ukisikia Muhammad maana ni nickname, kwa ni Muhammad Elias ibn Muhammad Ismail. Huyu bwana amezaliwa mwaka 1885 AD, amekufa mwaka 1944. Ameasisi kundi hili mwaka 1926 AD. Yani leo tuko 2023, yeye ameasisi hili kundi. Yani kabla ya hapa bwana wanapita barabarani na sufuria na mabegi na vyandarua, wanaingia msikiti huu siku 3, wanakaa nyuma msikiti kule, wanaweka ile mizigo yao na shuka inafunikwa. Yani natoa hii taarifu ili wengine muelewe basi hili kundi hili mnaoona hapa bwana, hili kundi limeasisiwa na muasisi wake. Ni kundi limeanzishwa na mtu huyo anaitwa Muhammad Elias al-Kandahla. Kutoka liasisiwe mpaka leo limekamilika 2023 toa 1926. Miaka mingapi? Kwa kama kundi lina kama miaka 100 tu. Usikasikia vile vishindo kuona kama ni utaratibu wa bwana mtume kama wanavyofanya watu. Kundi tu limeasisiwa na mtu. Na sababu ya kuasisi hili kundi ni hali mbaya aliyoiona kwa watu wake wa mji wa Mewat kule India. Kwa ikawa anatafuta njia ya kuitengeneza ile jamii. Kwa nia njema. Hii jamii itatokaje katika Uyahudi, Unasara, Umajusi? Walitawaliwa na Uingereza. Watu hawana dini, mtafanyaje? Wao ni katika familia ilikuwa ina dini, japo ni masufi. Yani watu wa tariqa. Sio kama walikuwa watu wa sunna, watu wa tariqa. Kwa hiyo akatafakari, alipokwenda zake kufanya ibada ya hija na akaamua kubakia Masjid Nabawi akifanya muraqaba katika kaburi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu akampa ujumbe, anasema akasikia sauti ya Bwana Mtume kutoka kaburini, bali akaoteshwa ndoto. Kwa mwenyewe ana maneno yake kwenye kitabu hichi, ni kitabu chao kinaitwa Malfudhat Sheikh Muhammad Elias al-Kandahla, muassis Jamaati ad-Da'wah wa at-Tabligh rahimahullah, jam'u wa tartib au jama'a wa rattab al-Sheikh Muhammad Mandhur Nu'mani. Ni kitabu chao alokusanya ni Sheikh wao. Sasa huyu bwana humu ndani amenukuu shekhe, yani shekhe lake anasema hivi:
hakika ndoto njema juz'un min 46 juz min an-nubuwa, ni sehemu ya 46 ya utume. Yaani maneno kweli ya bwana mtume ameyazungumza na yana maana yake, lakini mimi sina haja ya kueleza hivi sasa. Fa ba'dhu an-nasi yartaquna birru'ya as-salihah, baadhi ya watu wanapanda daraja. Nimesema hawa ni masufi. Naamini kwamba masufi kuna wale wanaanza muridu, madarweshi wale wanapanda daraja mpaka mtu anakuwa ni khalifa katika tariqa, mpaka mtu anakuwa ni wali, au sio? Sasa anasema kwa ndoto watu wanapanda daraja ma la yablughunahu, daraja ambayo hawawezi kuifikia biriyadiyati. Mnajua riyadha katika usufi ni matendo au activities maalum unapewa na shehe wa tariqa uzifanye ili uweze kupanda ni daraja ya kiroho. Uwezo kaambua wewe kila asubuhi utasema la ilaha illa Allah mara 1000, alafu salatu ala nabi mara 500, alafu jioni uradi wako wewe Allahu akbar utasema mara 2000. Unapewa activities maalum. Kwa kuta kijana na tasbihi yake ambao amekaa kwenye kipepo pale, kapewa riyadha ni activities maalum. Ukifanya hii na hii unapanda daraja. Ni nini? Huu ni usufi, yani mtu anajua usufi, huu ni usufi. Kwa hiyo wao wanaona eti kwa ndoto mtu anaweza kupanda nini? Daraja ambayo haiwezi kufikiwa na riyadha na matendo maalum katika tariqa. Kwa wanaamini masufi kwa ndoto inampandisha mtu daraja. Sisi hatuamini hivyo. Lakini msikilizeni. Li'annahum, kwa sababu wao wanaokota yatalaqawna ala al-ulum as-sahiha, wanapokea elimu sahihi birru'ya, kwa ndoto, allati hiya juz'un min an-nubuwwa, ndoto ambayo ni sehemu ya utume. Na hivi ndio wanaamini masufi. Masufi wanaona elimu yao ni elimu ya moja kwa moja wanaichukua, tena elimu zao zapitia sana kuota. Kwa maana game yao kubwa ni nimemuona mtume, mimi nimemuota mtume, mimi mtume kanambia, yani nimeota usingizini, yani wao ishi yao ni ndoto. Sheikh anasema, anaendelea kusema huyu, fi hadhihi al-ayyam tulqa ilayya al-ulum as-sahiha, katika masiku haya tulqa ilayya al-ulum as-sahiha, elimu sahihi napewa mimi fi ru'ya, katika ndoto. Sisi tunaamini elimu sahihi min al-kitab wa sunna, sio kwa ndoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndoto zake ni wahi. Tuachie mtume sasa na twende kwa masahaba elimu yao ilikuwa ni kwa ndoto au elimu yao ni kwa wahi? Sijui hapo ndugu zangu, walikuwa wanafundishwa na bwana mtume sasa. Ndio maana Umar ibn Khattab anasema mimi nilikuwa na jirani yangu twapeana zamu na tanawa bin nuzula inda rasulillah, twapeana zamu ya kuketi kwa mtume, siku mimi siku yeye. Afikiri masahaba walikuwa elimu yao ndoto. Haya mambo ya kisufi haya twende tunapataka. Mwisho akasema, thumma qala shaykh inna tariqata ad-da'wati wat-tablighi, hakika hii njia ya da'wa na tablighi aidan vile vile qad inkashafat liya fi ruqya, hii njia nimefungukiwa nayo kwenye ndoto. Sasa mimi nawaambia wale wanapiga kelele, hebu semeni hiki kitabu sio chetu, na shekhe wenu anaanzisha kundi hakusema, semeni. Wengine wasema ndoto sizipo. Hata al-Imam al-Bukhari ameweka mlango babu badi wahi
uielewe wewe? Mbona waleta uzuzu hapa? Ndoto za mtume ni wahi. Ndoto ya asiyekuwa mtume sallam sio sheria, sio hukumu. Ndio maana yule sahaba aliyoota adhana alikuja kwa mtume akaikiri kwa pale pana sunna takririya anaikirina mtume. Sasa sio kama leo ukiota tu umeota wa baba nimeota mtume kaniambia muue baba, ndio hivyo. Alafu umeota kweli mtume. Sasa nani anakuambia kama mtume? Wewe mtume unamjua? Yani wewe kama kuna mtu hujamuona hata usifiwe mweusi mfupi mnene mrefu mbaba, ili umuote useme nimemuota, lazima ujue, ndio ujue huu au wasifu zake kweli usijue. Ndio maana wale wasiokuwa masahaba walikuwa wakiwaambia baadhi ya masahaba nimemuota mtume, wanawaambia hebu msifie ulimuona. Sasa mtume pia kafanana kama Al-Hasan. Sasa kama mwana Al-Hasan bin Ali, kwa jambo la kudhibitisha mmoja mtume sio jambo dogo katika wakati wetu. Mtume hakuwa na kitambi, mtume hakuwa na pua ya mtabango, mtume miguu yake hakuwa na mtume miguu yake ilikuwa na mfungo, nywele zake zilikuwa sio kipilipili wala sio laini za kutiririka. Lazima ujue kwani huyu Rasul alayhi salatu wasalam akaenda mtume kama vile anaanguka mbele. Sasa ulikuwa unaona atembea au kakaa? Mtume anuki jasho, unaona aspect atakiwa hebu soma Shama'il Muhammadiyya ya Imam na At-Tirmidhi, alafu muone bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa umeota mtume kweli? Wala hatumaanishi kwamba shetani za kufanisha na mtume, lakini kwanza ni mtume unamuota, sio kwa bedui tu Arabu tu na Yemen. Kwa hiyo bwana anasema hii njia, huu utaratibu unaoona sasa wa kutoka makundi, lazima kundi liwe na amiri na kuna siku zao maalum mtakaa hapa. Utaratibu ni huu, ukifika msikitini kuna jaula hii, kuna taalimu, kuna bayani, kuna hivi, yani huu utaratibu ni tarika. Anasema mwenyewe nimefunuliwa ndotoni, na akasema sasa وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتفسير هذه الآية أنا سمع محمد الياسر نتفسير الآية هي قد ألقي إلي في المنام، هي تفسير yake nimepewa usingizi. Kwa maana ufahamu wa hii aya ndio ufahamu wa tabligh. Akaeleza kusema ay al-umma muradi wake al-muslima mithlu al-anbiya alayhi salam ukhrijat lin-nas. Umma hapa ni muslima, al-afra umma ni muslima ukhrijat lin-nas. Anasema maana yake, anaambua wewe Muhammad Ilyas, wewe ni mfano wa manabii umetolewa kwa watu. Wa fi kalimati ishara, na kwenye kalima ile ishara katika kalima ukhrijat anasema kuna ishara ila adam al-jumudi fi al-amal fi makan wahid fa ad-daruratu fi al-khuruj wa at-tanaqqul min makan ila makan. Ile ukhrijat lin-nas ile maana yake kuna udharura wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na haifai kufanya juhudi kadhaa katika mji kama vile alivyokaa Imam Malik tu. Imam Malik kakaa tu pale Madina anasomesha watu, ile haifai. Tafsiri anayopewa Muhammad Ilyasa, ili ufanye dawa ni lazima utoke mji au sehemu mpaka sehemu nyingine, watanaqul min makani ila makani. Ndio maana unaona wale lazima akipita msikiti huu atatoka atakwenda pale kijiji lazima, sababu hii ndio tafsiri kuntum khayra umma
nasi. Tafsiri hii ndio kapewa nani? Muasisi wa kundi. Mwanielewa? Nikiacha kitabu chao nasoma Fadhailul A'mal. Unajua hichi hapa sasa kumwasudia. Kuna mtu alishawahi kutoka huko au kama yuko tablighi njoo utusomee kama wajua kusoma vizuri. Wana wengine wameishia la 7 au la 5 na Nabii Musa Lashani kumtaja pia hawezi. Kasema kwamba njoo usome. Na wasomea kitabu chao. Mjue kwamba huu utaratibu ni utaratibu wa bwana mkubwa anaoteshwa usingizini. Na ili ufanye dawa ni lazima ufanye dawa katika utaratibu wao. Sisi sote tunachokifanya hichi sio dawa. Ndio maana matablighi wewe ukuta bora sehemu pana shehe hata kama sio sala afundisha tafsiri ya Qur'an kwa kutoonekana na risafu. Abada. Sheikh kwa kuta semeni katoonea. Hamakani. Kuna shekhe afundisha Bulughul Maram kutatablighi na Bulughul Maram la. Wote wanafanya misikiti yao wasomea Fadhailul A'mal, Hayatu Sahaba na Riyadhus Salihin tena kwenye mlango wa Fadhailul A'mal tu. Ile Riyadhus Salihin kama watakwenda kwa ile. Basi ndio maisha yao. Na elimu yao ndio ile, ndio hivi vitabu. Hawana elimu nyingine. Kule waliko pia uwezi kukuta markazi ya Kiwalani leo kuna darasa. Wanasoma vitabu. Na ikiwemo basi ni nje ya usulu. Sama tablighi. Yaani uwezi kuwapatia picha hata mwingine. Eza kwa mtu tablighi lakini akawa ana harakati zake nyingine. Aweza kusomesha watoto labda nyumbani akawasomesha labda kitabu fulani lakini ndani ya markazi, ndani ya usulu ni lazima ufuate taratibu za nidhamu dini. Nidhamu dini ndio makao makuu. Ndio markazi kuu kwa nidhamu dini. Sasa hichi kitabu hichi Fadhailul A'mal mimi nitawasomea utaratibu wa kazi usuli. Kwenye kitabu hichi kitabu kimegawanywa. Yaani kitabu lakini ndani kuna vitabu. Kitabu kinaitwa Kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Kipengele kinaitwa utaratibu na usuli. Kuna mtu sasa kutoka kama uko nyosha mkono kama wewe labda ushatoka au bado utabadili nyosha. Kuna utaratibu na usuli. Huu utaratibu na usuli umeekwa na muasisi au wenyewe wenye kundi ndio umeandikwa kwenye Fadhailul A'mal. Usikilizeni sasa. Anasema hivi, jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli. Jambo la muhimu kwenye hii tablighi ni utaratibu na usuli. Ambao ni kufuata namna masahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walivyofanya kwa kufuata kwa mkazo mafunzo na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona maneno yako kwa mazuri ya haya. Yaani taratibu na usuli ni kufuata matendo ya masahaba ambao wao walifundisha kutoka nani? Kwa Bwana Mtume. So manhaji salafi. Si ndio manhaji salafi? Kufuata masahaba au sio? Wema waliotangulia. Yaani utaona kama vile manhaji salafi. Alafu sikiliza mbele kisasa. Utaratibu unaotumia aliyomtumia Rasul sallallahu alaihi wasallam ni huu ufuatao. Aya sikiliza. Angalia walivyokuwa waongo na khiana. Kundi la watu wapatao 10 liundwe. Andika jambo la mwanzo. Alafu tuwataka matablighi wote duniani na Tanzania waseme ni kweli huu ndio utaratibu wa Bwana Mtume na masahaba. Mtume aliandaa kundi la watu 10 kwenye dawa. Na Mus'ab ibn Umair alipopelekwa Madina alikuwa na wenzake 9 nani? Na Muadh ibn Jabal alipelekwa Yaman tena mwaka takriban wa 9 alikuwa na wenzie 9 kina nani? Lakini jamaa wanasema eti utaratibu wa Bwana Mtume na masahaba liundwe kundi la watu 10. Kundi la watu wapatao 10 liundwe, mmoja wao ateuliwe kuwa amiri.
na wananchi apigwa kura. Hebu tujalie huo wakati wa Bwana Mtume aliandaa hilo kundi. Sasa kundi aliliandaa Rasuli au sio? Ambaye Rasuli ndio kiongozi mkuu wa dola. Alafu yule amiri na kwenye kundi la watu 10 aliandaliwa na nani? Aliteuliwa nani? Na Rasuli. Sasa hilo kundi la matablighi la watu 10 lateuliwa na nani? Na yule amiri kwenye wale watu 10 naye ateuliwa na nani? Kiongozi wa dola kwa amiri juu ya amiri, amiri juu ya amiri. Angalia bid'a mpaka amiri mkuu Maulana sana. Huyo amiri mkuu duniani sasa ndio anawaletea taratibu na nidhamu dunia nzima. Na ndio maana wana shura ya dunia nzima, lazima wende dunia nzima, wende wakakutana na amiri mkuu awape taratibu za kazi. Sasa kizaza chote hicho mchana kitabullah sunnat rasulillah mpaka twende nidhamu dini, tukasoma usuli na utaratibu kama ni mwenendo wa masahaba na mwenendo wa Bwana Mtume. Sasa upo kwenye vitabu, anaendelea kundi la watu wangapi? 10 liundwe, na kila kundi kwenye ile watu 10 kuwe na nani? Amiri ateuliwe. Twendeni wakusanyike msikitini. Kwa kama vile sisi tunapotoka watu wengine tumekutana tu labda barabarani, au labda kama vile tumefikia tumepeleka kwa lodge twalala, sio mwenendo huo wa Bwana Mtume sasa. Yani wanataka kuwainisha watu, hata wale masahaba waliotoka. Musa ibn Umayr alipokwenda Madina hakuna msikiti. Sasa da'wa alifanyaje? Alilala wapi? Waelewa muelewe. Tumtaka tablighi mwenye akili makini atuambie hili kundi lazima likusanyike msikiti. Sababu tunakosoa na nini kazi yenu kulala maloji. Tuna hela za kulala loji. Kwani haramu kulala loji? Vijana wetu hawatupenda, tukija Tabora tutafutiwa loji. Yani wanaona kwamba wao dawa lazima watu wanalewa wakusanyike msikitini. Huu msingi huu unaupata wapi? Kwamba hiyo ndio lazima. Musa ibn Umayr alipokwenda Madina, msikiti wa kwanza kaujenga Mtume. Kenda kabla Mtume alikwenda Madina alikuwa analala wapi? Na kule kinafanya dawa. Waelewa mjeelewa? Haya, wakusanyike msikitini. Jambo la ngapi? La 3. La kwanza kundi la watu 10. Kila kundi liteuliwe amiri. Jambo la 3 wakusanyike wapi? Msikitini. Watawadhe. Jambo la ngapi hilo? La 4. Na kusali rakaa 2. Jambo la ngapi hilo? Hizi rakaa 2 za nini? Rakaa 2 za da'wa. Hawa shekhe watu wa bid'a hivi mpaka hapa nyinyi hamjaelewa kwamba ile kundi limehalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunataka haya waliosema kwamba eti huu ndio utaratibu wa masahaba na Bwana Mtume watuletee katika hadithi au sira ya Bwana Mtume sahihi. Kuna siku Mtume alienda kundi la watu 10, amiri wao akawa Ibn Abbas au amiri wao akawa fulani, akawapeleka nendeni Kuba, nendeni Madina. Tuambie, msituambie vikosi vilivyotolewa kwenda katika jihadi. Na hapo ndo wanapodanganyana, wanachukua aya za jihadi na hadithi za vita za ghazwati, eti wanakisia na kutoka kwao kwamba ile ndo hurubu, ile ndo jihadi fi sabilillah. Na hiyo ndo katika batili nyingine kubwa wanaodanganya Waislamu. Toka kwenye jihadi upanga kushika hamwezi. Na wakati huu watu watumia mashine gani? Waweza ni kutumia mashine gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa vikosi akaviwekea amiri na vilivyokwenda kwenye nini? Jihadi ya kitali tu. Si masala ya da'wa wa tabligh. Da'wa wa tabligh Mtume kweli kuna siku alitoa qurra 70 wakenda Najdi. Nendeni mkawasomesha watu dini. Naam, kuna wakati aliwahi kutoa makundi. Mtume aliwahi kutoa makundi kwenda katika taalimu kuwasomesha watu dini. Lakini tazama kundi lilikuwa na watu wangapi? 70. Na haikuwa ni jambo la kudumu kwamba sasa nimerudi hili alipeleka na watu 60.
tuna pamoja. Sasa tunataka wale matablighi kama yupo mtu hapa mkereketo atujibu kwa hadithi fulani mtume aliandaa kundi la watu 10 akamweka amiri alafu akamwambia tawadheni kusanyikeni msikitini alafu tawadheni alafu rakaa 2. Hii ni bid'a. Nyinyi mnafanya masahara kuzua rakaa 2 katika dini. Wakati ya imma kuna mtu alimuona mtu anaswali rakaa 2 kabla alfajiri zaidi ya rakaa 2. Mbona unaswali rakaa 2 wewe? Zaidi. Yani zaidi ya rakaa 2 afwan kabla alfajiri. Akamwambia kwani mimi nitakwenda kuadhibiwa kwa kuswali rakaa 2? Akajibu au utaadhibiwa kwa kukhalifu nini? Sunna. Ni mtokea rakaa 2 za kutoka katika kundi. Bid'a. Kwa hili tu, hili kundi halifai. Wapi hata hicho kikosi cha kwenda katika jihad? Wapi watu wanaswali rakaa 2? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la u'tiyanna ghadan rajulan arraya yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Mtampa kesho mtu bendera. Mtu huyo anampenda Allah na mtume na Allah na mtume wanampenda mtu huyo. Akaja akapwa bendera asubuhi ndani. Ali bin Abi Talib. Mtume alimwambia nenda mpaka katika saha, anamtuma Khaybar. Anakwenda na kikosi. Alimwambia swali rakaa 2. Kwa swali rakaa 2 kwanza muombe Allah kwa sababu katika jihadi. Mnaleta uzushi katika dini, yani da'wa ifanyike kwa utaratibu. Wasufi wenu anaoota usingizini akaweka utaratibu wa bid'a. Alafu tukipinga hilo tuna husda na nyinyi. Hawa na husda, dawa imesagaa dunia nzima. Tuwahusudu katika batili. Tuwaonea huruma mko katika batili. Huwa si mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la ngapi hilo? Watawadha na kusali rakaa 2. Na baada ya haya watu wote waombe dua kwa pamoja. Na ngapi hilo? Bid'a nyingine, dua ya jamaa ni lazima iwe imethibiti. Huu ndio usuli na utaratibu wa kundi. Jambo la ngapi mmeniambia? Waombe dua kwa pamoja kuomba rehema za Allah, nusura na mwongozo na mafanikio katika juhudi zao na kudumu imara istiqama katika kazi ya tabligh. Daima wote wafanye dhikri. Jambo jingine wanaamrishwa daima wote wafanye dhikri. Maana kutoka katika dawa tabligh ukawa kimya kimya huwa sio msingi. Lazima kwa tuko katika dawa tabligh muda wote ufanye dhikri. Sasa na wawe waangalifu sana wasijiingize katika maongezi yasiyo na faida. Wakati watakapofika mahali watakapofanyia tablighi yao mara nyingine tena waombe dua kuiomba rehema na nusura ya Allah. Kwa wakitoka wakifika tena katika sehemu nyingine wataka tena kutoka waombe tena dua. Yaani dua hiyo isishi. Na ndio maana utaona wale wanaotoka ukitoka pale msikitini wasimama kwanza nje nyote alafu uongo kweli. Na utawaona wana kama vile wanaitwa na khushu. Hii bid'a hii. Huu ni uzushi huu. Sasa watakapofika mahali watakapofanyia tablighi yao mara nyingine tena waombe dua kuomba rehema na nusura ya Allah. Mahali hapo lazima pawe karibu na msikiti. Ndio maana watu karibu na msikiti maalum na nabii. So mshatoka huko. Usuli. Watu wachache katika kundi watumwe kufanya jaula. Taratibu jambo la ngapi? Ile kundi la watu 10 na watumwe watu wengine wachache kwenda kufanya jaula ambayo inaitwa ghasb au kuzungukia katika kitongoji hicho kwa utulivu, wakiwaalika watu kuja msikitini ambako taalimu kusoma vitabu vya dini wanafanya taalimu, sio kusoma vitabu vya dini, ni kitabu tu maalum
kwenye mabano huyu bwana anofasiri ifanya vitabu vya dini, ni kitabu maalum. Hatujawahi kuona hata siku moja mkasoma tafsiri ya Qur'ani ya Sheikh Abdullah Saleh Faris. Hebu angalia, wamepuuza kitabu cha Allah. Wamepuuza kitabu cha Allah katika taalimu zao. Au mshakuona anachukua tafsiri ya Kiswahili kuwasomea labda leo watu aya suratul Fatiha zikatafsiri. Mshakuona? Mshawahi ni toka mzaliwa kuliona kundi hili? Hakuna. Hawatembei hata na tafsiri Kiswahili wakafundishana, lakini fadhail amali kwa kwenye mikoba yao, kwa sababu hii imewekwa na waasisi wa kundi. Mshakuona na tafsiri labda ya Sahih Bukhari, wanasema hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mshakuona na kitabu cha fiqh wanasema shana. La, hiyo taalimu ni vitabu maalum vilivyowekwa na waasisi. Umeelewana? Na kisha swala ya wakati huo isaliwe. Baada ya hayo, mtu mmoja katika kundi awaeleze kwa lugha ya kupendeza na ya utulivu umuhimu wa dharura ya kufufua Uislamu katika kila Muislamu, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana huu utaratibu, baada ya swala tasema mtu mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera ni kufuata dini kamili. Kwa yule anaanza baada ya dua, utakuwa na mazungumzo ya dini na imani. Swali, baada ya swala ya jamaa kuna dua. Tumeweza mbona sasa ustazi tufuruga? Hakuna dua ya pamoja. Na hiyo dua ya pekee yako pia, dua iko ndani ya swala. Haijawahi kunukuliwa bwana Mtume baada ya swala ya jamaa aliwahi kuomba dua hata pekee yake. Haijawahi. Kama kuna hadithi ndio nitakupa maktaba yangu yote. Kuna wengine ndio kama hapo wanachanganyikiwa mpaka sana. Kwa hiyo kuna wengine pia tunaona watu wasunna lakini kila saa ulizana al-Imam Ibn Baz amejibu, maulama wa salaf washajibu. Kama mtu atafanya kwa sura tu ya siku moja moja jaiz, lakini akaenda utaratibu kila baada ya swala ya jamaa, sio baada ya rakaa mbili. Baada ya rakaa mbili al-Imam Ibn Baz anasema hapo ataingia katika ile itlaq, anaweza kuomba. Lakini baada ya kumaliza swala ya faradhi, kuna mtu kasafanya kila siku. Baada ya hilo wengine wamesema bid'a, wengine wanasema naogopa kusema bid'a, lakini amekhalifu nini? Sunna. Hichi kwa ustazi kama muda umeisha. Wasemaje? Mambo muda umeisha. Lakini nataka niasome tu ya maneno. Hebu naomba nipe muda nimalize kidogo tu. Kwa lugha ya kupendeza, huo ni utaratibu kidogo, twende kwenye utaratibu. Baadaye baadhi ya wanakundi waweze kufuatana na wenyeji wachache hadi majumbani mwao, ambapo wanawake watahutubiwa na kuhimizwa kufanya kazi kama hiyo. Tuambieni dawa ya Bwana Mtume, labda Makka, Madina, walitoka wapi kundi na masahaba, likenda kwenye majumba likazungumza na wanawake. Kwa utaratibu limetolewa kule msikitini, na wenyeji labda walikuja wageni kutoka katika mji mwingine, au Mus'ab alipokwenda Madina. Kwa huu ni utaratibu wa bid'a wamewekewa. Baada ya haya, watu wote, nimeruka kidogo, walio tayari kujiunga na kazi watayarishwa katika kundi. Kwa baada ya kufanywa tashkili, sasa nani yuko tayari kutoka? Tusemeni inshallah. Inshallah, nani yuko tayari kuonyesha kidole? Ukikubali na uandaliwe kwenye kundi jingine la watu 10, lipate tena amiri. Haya, taratibu ndio huu utaratibu. Usuli hizi ameoteshwa nani? Muhammad Ilyas. Njia hii ndio tafsiri ya kuntum khaira umma ukhrijat linnas, tafsiri aliopewa yeye wapi? Usingizini. Takumalizia jambo kubwa tu la mwisho. Mabwana wana sifa 6. Sifa ngapi? 6.
Sifa ya kwanza ni kuhifadhi na kutamka sawa kalima gani? La ilaha illa Allah. Sasa muone kwamba hawa mabwana wamekengeuka katika jambo kubwa, hata maana ya la ilaha illa Allah. Sikiliza wanaposema na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Anasemaje? Yani sikiza maana ya la ilaha illa Allah, maana ya kalima, yani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atoaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Mafanikio yanategemea mtu kufuata kivitendo mwenendo wa maisha aliyofunzwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kukubali yeye kuwa ni nabii wa kweli na wa mwisho wa Allah. Muona maana la ilaha illa Allah, yani kuitakidi na kuamini kwamba Allah ndiye muweza. Ndio vile unaona kile Allah ndiye anaumba mashaka, Allah ndiye muweza mashaka, Allah ndiye anamiliki kila kitu mashaka, Allah ndiye anakata mashaka, Allah ndiye ananini mashaka. Yani maneno ni hayo. Sababu ndio maana kwa la ilaha illa Allah. Hili mnaona ni kosa dogo Hili ni kosa dogo Yani maana ya la ilaha illa Allah ni kuamini kwamba Allah kaumba, Allah ndiye mwenye uwezo, Allah ndiye anamiliki, Allah ndiye analeta mafanikio, Allah ndiye analeta kushindwa. Ndio maana yake hii sio maana yake. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. hawa walikuwa kiambua la ilaha illa Allah wanafanya kibri, alafu wanasema yani sisi tuache hawa tunaoabudu kwa mtu wa mashairi manju tena majnun. Natakuuliza, hawa washirikina walielewa la ilaha illa Allah maana yake nini? Maana yake ni kuacha nini? Vyote vinavyoabudiwa kinyume cha nani? Allah. Bali walijua kama Allah ndiye anayeumba. Wa idha sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ukiwauliza nani kawaumba wao, wanasema ni Allah. Hilo walikuwa wanajua. Nani anahuisha, anofisha, nani anohi, yote walikuwa wanasema Allah. Lakini walipoambua la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, walikuwa wanasema a inna latariku alihatina li sha'irin majnun aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ujab. Mtume sasa alipoambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, sema la ilaha illa Allah mtafaulu, wanasema aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ujab. Yani huyu Muhammad miungu yetu yote ikatuwekea mmoja, tuiache hii aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un 'ujab. Walielewa maana ya la ilaha illa Allah, sio kwa maana aliyoumba, sio mmiliki, sio anotoa riziki, sio analeta khair na kuleta shar. Walijua maana yake la maabuda bihaqqin illa. Hiyo ndio tafsiri ya ahli sunna wa imma. Kasome al-Imam at-Tabari na wengine katika wanachuoni katika tafsiri za Qur'an. Wao wanaamizana bana la ilaha illa Allah maana yake ni kuamini Allah kaumba. Hii ni itikadi ya kiashaira ya kisufi. Ndio maana unaona wao hawana heka ya kuwakataza watu shirki, kuwaita watu katika tauhid uluhiyya, kwa sababu tayari kalima wamekosea kuelewa maana ya nini ya la ilaha illa Allah. Qul ya ahla alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalima hii kalima gani? La ilaha illa Allah maana yake nini? alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تسمى آية كواز صريحة كلمة هي معنى yake ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا إله إلا الله. تسمى sasa wewe unaona hii kwa mukhalafa huu katika jambo kubwa la maana ya kalima ambayo hii ndio Mtume sallam alioletewa. Mitume yote imeletwa kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Mtume anamtuma Muadh, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah au shahadatu an la ilaha illa Allah. Vipi
Nyie mnaonaje? Ili kundi lipo katika haki? Kundi la batili na misingi yake imehalifu misingi ya Bwana Mtume sallallahu, lakini sisi hatupingi kazi ya da'wa tabligh. Halafu kabla ya Maulana Elias kuanzisha utaratibu huu, huko nyuma da'wa haikufanikiwa? Mtume hakufanikiwa? Semeni hakufanikiwa. Alikuwa na utaratibu mliotaja. Kundi la watu 10 alilianzisha lini? Akaliekea amiri nani? Alafu haya tawazeni, alafu haya swali rakaa 2. Tupeni hili mmepata wapi? Alafu da'wa ni lazima iwe kwenye makundi tu. Yaani mtu mmoja mmoja hawezi kufanya da'wa. Mshakumwa tablighi kutoka peke yake kwenda msikitini. Kafika msikitini, msikiti labda katua na begi lake pale, mafanikio yetu hapa duniani kwa baada ya swala nitakuwa na mazungumzo ya dini na imani. Mshakumwona? Kwa nini mmewalazimisha watu mkaekea utaratibu ukawa ni walazima wa kudumu kwamba da'wa lazima iwe kwenye kundi? Hii ni bid'a. Maelewa wazee? Da'wa imefungwa kwa hizbi moja. Na lazima utolewe kwenye markazi kuu. Lazima kila sehemu kuwe na markazi kuu. Hapa Tabora wana markazi yao ya kutoa makundi, si ndio? Au hakuna matablighi hapo? Lakini mambo ni mengi. Tazameni wanafanya hiyo kazi. Wasomi wanasoma, wao wanaamini kwamba kwenye kutoka ndio wanazidi nini? Elimu ndio wanaipata na imani. Kwa kule kutoka ndio elimu inapatikana. Na hao pia yameandikwa huko. Kwa muda wangu umeisha. Lakini bado hatujamaliza zile usuli zao kuyafunga masiku ya kutoka. Wakiangua wanasemaje? Utaratibu tu. Huu utaratibu kama nyinyi mnavyosoma, mna thanawi mna hivi. Jambo ambalo kwa na majawabu mazuri hapa, lakini muda hautoshi. Huu utaratibu tu. Sisi hatusemi kama nini, lakini kitabu chao hichi kutoka kwa masiku ni jambo la lazima. Ni jambo la nisome au? Sasa mbona nataka niruhusu maswali mpaka watu waelewe. Kwanza dakika ngapi za maswali? Pana robo saa. Ngoja nitaruhusu. Unajua ndo mara ya kwanza, sijui kama nitarudi tena na Sheikh Abu Musa kufanya dawa ya matablighi huko. Ile silsila sijui itafika huko. Ikifika ile tunachukua siku 3 ndio tunaweza kuongea kwa mapana. Isipofika leo ndo siku moja. Anasema sikiliza ukurasa wa 33. Kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Anasema hivi, hatua ya pili ni kutumia chini ya uongozi wa watu hao. Sababu tablighi lazima uwe umesimamiwa na watu waliokutangulia, wana vyeo vyao. Huwezi kufanya dawa peke yako. Yaani umesoma wewe una elimu yako, ufanye dawa tu utoke ndani kijijini, lazima usimamiwe juu ya mwongozo ya watu hao. Watu hao siku 3 kila mwezi. Siku 3 kila mwezi. Nje ya mji au kijiji chako. Tena hiyo dawa ya siku 3 sio kama labda wafundishe watoto wako tu, pia hiyo sio dawa. Na jirani wakaa nayo mlekania iwe ni nje ya kijiji chako au mji wako. Maelekezo wanapewa. Baadaye lakini kwa haraka iwezekanavyo. Mtu atumie namna hiyo mwezi mzima au bora zaidi siku 40. Bora zaidi. Ukisema kama huu ni wasila hauna hasia ya ibada. Wasila mambo ya kielimu kidogo kutaka muda. Haina hasia ya ibada. Ukiwaambia watu bora zaidi maana kuna khairi, sio ni khairi. Kutoka siku 40 ndio bora, mwezi au siku 40. Alafu anasema katika sehemu ya mbali, hiyo siku 40 iwe ni sehemu ya mbali. So bakienda na mji wa Tabora tutatumia siku 40 na siku 40 lazima iwe mji wa mbali. Maana mtu akitoka siku 40 zakafika Tanga, Handeni huko, apelekwa mbali siku 40. Uelewana? Sehemu ya mbali. Na mwisho
matakwa hasa ya tablighi, sikiliza, na mwisho matakwa hasa ya tablighi ni kutoa miezi 4 mfululizo mara moja katika uhai. Muda wote huo utumike kiukamilifu kwa nia moja tu ya kujifunza. Angalia wanavyohada, yani kule kutoka miezi 4 mtu anakwenda kujifunza, ndio elimu yao. Ndio maana wakirudi baada ya miezi 4 hawezi kukaa kwenye darasa yote na wakasoma. Unaelewa? Kwa sababu kule kutoka ndio wanakwenda kujifunza na kutangaza imani ya kweli ya Uislamu na kuingiza katika maisha yako mfumo wa maisha utakiwao na sharia. Kwa hiyo siku 3, miezi 4, siku 40, miezi 4 ni jambo ndio matakwa ya hii kazi. Na jambo hili wanalifanya kwa sura ya lazima. Eti angalia, ukisema hivi nakwambia, mbona na nyinyi tunasikia kuna 40 yauman fi Tanzania? Mbona nyinyi mmekwenda Tabora siku 3? Watasema tu Tabora mliingia Ijumaa, Jumamosi, au kama wanaingia wengine Alhamisi tumewaona, Ijumaa na Jumamosi, si 3 hizi. Sasa hizi zimetokea kwa kuafiki, si utaratibu umepangwa au tuna utaratibu wa kudumu. Sisi dawa yetu ni siku 3, tuweza toka siku 4 ikawa 5. Hiyo haiambiwi ni utaratibu. Waweza kwenda sehemu kwa nimekaa siku 40 muwafaqatan, sio kwa maana ni jambo la utaratibu kama lenu nyinyi mmeweka utaratibu wa kilazima toka kazi ianze mpaka leo. Hawabadiliki hata siku moja, kwa sababu lazima ufuate usuli za nidhamu dini. Na ndio maana unaona matablighi wakigawanyika, ujue kuna usuli hawaitaki. Ndio maana kule pia nje wamegawanyika, nitakuja kuyasema. Ndio maana hii radi amepigwa huyu Maulana sana. Na Tanzania wamegawanyika. Kuna wakiwa Lani na Gongo la Mboto sababu ya usuli, na hawa wakiwa Lani pia washapigana, au wamejua kwa wamekatana mpaka mapanga, kwa sababu kuna yule Muhindi Arif atakiwa na Maulana Saadi, sio Muhindi, sio Bangladeshi, sio Pakistan, atakiwa na wakuu duniani. Wao wabongo hawamtaki Muhindi, mapanga mpaka msikiti umefungwa. Wengine washahama sasa, washagawana. Wengine kuna msikiti mwingine wapo, si utaji, kwa sababu nimesema part 2 inafurahisha. Ujue kuna misingi, usuli zao zile zimeachwa za nidhamu dini. Umentaishia hapa. Kwa dakika ngapi? Na muda wa maswali dakika 5. Haya, watu wataswali baada ya swala kama itakuwa wako ambao wana hamu ya kuuliza na wavumilivu. Sio tupo, sio wengine hatuna neno. Waanza maswali tukalala hata saa 6. Kwa hiyo dakika 5 hizi kama kuna mtu ana swali, tafadhali. Maulana Saadi huyu hapa na risala nasema Sheikh Saadi Kandahla, wa shay'un min shududhihi wa akhta'ihi fadilatu al-ustadh Muhammad Abdul Malik أمين التعليم ورئيس قسم تخصيص